Baada ya taarifa kutoka za kuweza kupangwa kwa tarehe nyingine ya dabi, hatimaye tukiangalia upande wa pili, Yanga wameposti kuwa dabi ipo. Wale ambao wamekuwa wakigomea siku zote kwamba hatuchezi, leo hii wao ndio wamekuwa wa kwanza kuposti kwamba dabi ni tarehe 25 mwezi huu. Wamekubaliana na matokeo. Matumona waliitwa kwenye kikao bwana. Lakini ukija katika upande wa pili huku bwana, ambao walikuwa wanahitaji hiyo dabi, hatimaye wanakuambia kwamba, ama naweza nikasema ile barua yao ambayo waliposti hapo jana ndio ina survive mpaka wakati huu, kwa maana hakuna barua nyingine ama taarifa kwa umma nyingine ambao wameweza kuitoa, kwa maana barua yao ya mwisho nasema mchezo wao ni ule namba ngapi sijui ile pale, lakini ni tarehe 15 ya kesho kutwa. Hii inaonyesha taswira gani? Ni kwamba Simba tuone akienda kuigomea tena dabi ijayo, maana hadi sasa hajaposti chochote kuonyesha kwamba mchezo ataukubali huo tarehe 25 iliyopangwa. Ni kweli kile ulichokizungumza, viongozi wa Simba bado hawajathibitisha kwamba kile ambacho kwa wamekisimamia wao, kwa maana walizungumza kwa maana mchezo wa tarehe 15 ukipangiwa tarehe nyingine, wao itakuwa ni ngumu kushiriki mchezo huo, na alisema kwamba mchezo pekee ambao watautambua kati yao na Yanga, kwa maana mchezo wao ni wa tarehe 15. Sasa tayari wakati mwingine pia unaangalia na mamlaka ambazo zimewaita. Sasa serikali imewaita, rais amewaita, kwa hiyo unaelewa rais ni taasisi kubwa. Kwa hiyo kwa nchi yetu, utamaduni wetu, namna ambavyo tunaheshimu, tunamheshimu pia rais wetu. Kwa hiyo sioni namna yote ambayo Simba wataugomea pia mchezo unaofuata. Sioni wakigomea, kwa sababu kwanza viongozi wao pia nimeona wameenda. Kwa maana wangekuwa wanagomea, naamini pia hata kwenda wasingeenda. Labda kungekuwa na hizo chembe wao kwamba bado kuna vitu haviko sawa, lazima hata wao kuhudhuria kwenye hicho kikao ingekuwa ni kipengele kizito. Lakini mpaka wao wenyewe wameamua kwenda, inawezekana kuna positive ambazo wao wenyewe wamezipata, kuna sign ambazo wanaziona kwamba kwa hiki ambacho mheshimiwa labda amekizungumza na alichowaambia pia wanaweza wakisikiliza pia. Lakini kuhusu kuposti kwamba bado hajaposti, ni kweli, kwa sababu msemo ambao alikuwa ameutoa pia hata mashabiki wao wakisema tu ghafla kama hivi watolee taarifa nyingine kama vile. Kwa upande wa Yanga wako sawa, kwa sababu wanasema kwamba yakirekebisha mambo fulani hivi tutashiriki mchezo unaofuata. Lakini kwa Simba wao kwa kusita ni sahihi kutokana na kila ambacho pia walikuwa wamewaahidi wanachama wao. Lakini I believe ni kwamba watashiriki katika mchezo wa tarehe 25. Maana wanakuambia kwamba kwenye barua yao nasema kwamba mchezo ambao utakaoshiriki mchezo wa tarehe 15 na mchezo mwingine hawashiriki. Na kama mchezo hapa usipofanywa kazi, ina maana wanaweza hata wakabeba mabegi yao na kwenda kasi kwenda kushtaki. Na wakienda kasi kule lazima wasikilizwe, wanakuambia wenyewe. Wewe unafikiri ni sahihi Simba kwenda kasi kisa mchezo wa tarehe 15 hujachezwa? Wakati mwingine unajua wana haki hiyo, wana haki. Na nimeona baadhi ya watu wako kwenye baadhi ya comment, watu wanasema kwamba serikali labda imeingilia masuala michezo, wengine wanazungumza hiki, wengine wanazungumza hiki. Wakienda na engo hiyo, kwa maana kwenda kusema kwamba bana kuna hiki ambacho kinaendelea katika soka letu, nyinyi FIFA mnasemaje, ama nyinyi kasi mnasemaje kwenye hili? Wanaweza kasababisha soka letu likaingia doa sasa, kwa maana kuweza kufungiwa ama kitu kingine. Lakini siamini kama Simba wako tayari kuona soka letu la Tanzania linafungiwa ama linastopishwa. Tumeona baadhi ya mashirikisho, kwa mfano kama Kenya na baadhi ya sehemu zingine, mambo kama ya kisiasa yanapoingilia wakati mwingine inakuwa ni fia ni kubwa sana, na matokeo yake yanakuwa wakati mwingine sio mazuri. Lakini kwa namna the way ambavyo kama nilivyokuambia hapo mwanzo, taasisi kwa maana ya serikali, rais mwenyewe kwa namna anavyoheshimika, sioni kama kuna namna ambayo inaweza katokea viongozi wa Simba wakaenda kushtaki, kwa sababu wao wenyewe pia wameshiriki katika hilo. Kwa naamini hata mheshimiwa rais pia amejaribu kuelewesha vizuri na kuzungumza nao vizuri, lengo mchezo uweze kufanyika. Kwa hiyo naamini mchezo utachezwa kwa maana tarehe 25. Lakini Simba wana haja sasa ya kuzungumza na wanachama wao. Sasa ule msimamo wetu, kila walichozungumza sana na rais, ama kila ambacho alichokizungumza labda na serikali huko, waambie sawa wanachama wao, bwana sisi huu mchezo wetu sasa
tumeamua tukubali ya tarehe 25 kwa sababu ya 1 2 3 4 5 kile. Sasa kwa sababu mshasiku hatua iliyofika sasa ni kuweka ule uwazi, wasiwapeleke tu wanachama hivi na hivi, lakini naamini watashiriki. Hata mimi nilikuwa natamani huo mchezo kwa sababu mambo ya kupeana pointi 3 si mezani na nini, so mdau hayo mambo kusema kweli. Kwa hiyo mimi natamani mchezo. Kwa dakika chache nataka kauli yako kwanza hapa isikike. Hili swala la serikali kuingilia mchezo wetu huu wa dabi ama kuingilia swala la michezo kwako limekaa vipi? Tumeona hapo inaonesha kwamba mpaka dabi kupanga tarehe nyingine maana serikali imeingilia kati. Kwako unaliongelea vipi? Sheria zetu zinasemaje kuhusu soka? Lazima tuanzie kwanza hapo. Ni kweli kwamba soka na siasa lazima visihusishe, kwa maana ni vitu ambavyo vikiingiliana hata FIFA yenyewe hataki, kwa maana chombo kikubwa kabisa ambacho kinaendesha mpira wetu wa soka duniani. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio sawa. La sasa, lakini wakati mwingine pia lazima ufahamu unaweza hivi vyama vya michezo nini pia kuna ndio maana kukana wizara ya michezo, ndio maana tunakutana huko wote. Kwa hiyo kuna ushirikiano ambao lazima uwepo, ijapokuwa kwenye maamuzi. Nakumbuka hata kuna majuzi hapa niliona bungeni naibu waziri pia aliulizwa kuhusu chita, akasema kwamba wizara haiwezi kuingilia moja kwa moja, lakini wanachokifanya wao ni kutoa ushauri. Kwa hiyo serikali inatoa ushauri, lakini sasa wenye kutimiza sasa ni chombo chenye cha soka, kwa maana ya TFF ama bodi ya ligi na vitu vingine kazo. Na ndio maana hata taarifa ya mchezo kupelekwa mbele wameposti TFF na hatujaona pale serikali wakiandika kwamba jamani, mchezo fulani tumewaita hapa, uwekeni tarehe fulani. Kwa hiyo wao wamewapa ushauri kama watu ambao ni wadau wa soka, kwa sababu tumeona pia serikali inajenga viwanja. Kwani waingilie soka kwa namna hiyo? Nikikuwa kujenga uwanja soka hauingilii soka, wanaingilia. Kwa ndio hivyo wakati mwingine sasa, kama wao wadau namba moja pia na ambao wanasupport soka, kwa hiyo na wenyewe pia wana haja kuzungumza pia na yule ambaye unamhudumia. Bwana, of course mimi siwezi kuingilia katika maamuzi, lakini najenga huu uwanja, unashauri vipi, tujengee Dodoma, tujengee Arusha? Kwa hiyo lazima pia wawaite wazungumze. Kwa hiyo hata yanapotokea mambo kama haya pia serikali kuweza kuzungumza nao sio kosa, lakini kuingilia ndo tunapo watu wengi ambacho kila akitakiwi wasiingilie, lakini watoa ushauri. Kwa kusema kwamba serikali kuingilia hii dabi ya Kariakoo ni kwamba kama wamekosea fulani. Kuingilia soka sheria zinavyosema ni kosa. Siasa na mpira wa soka kwenda kwa maana ya kuingiliwa sio sawa, na ndio maana vikaweka sheria kali kabisa katika hili. Lakini nimejaribu kuelewesha kwa uzuri kwamba inapotokea sasa serikali wanajaribu kutoa ni ushauri. Na ndio maana umeona pale hata Mheshimiwa Rais pale ukiangalia kwenye peji yake na hata Ikulu mawasiliano walichokiandika ni kwamba walienda kuzungumza naye, kwa maana walizungumza masuala ya kimichezo kama serikali ambaye naye pia ni mdau wa michezo. Ndio maana tumeona kwa tukiona hata goli la mama na vitu vingine kama hizo. Kwa hiyo unaona kwamba labda na wao pia waliona kwamba kuna haja ya kulizungumza hili. Lakini wito wangu tu kama vile ambavyo Watanzania wengi nimeona wamezungumza kwamba serikali ingejitenga na soka ili kuingilia ya mambo na nini. Wakati mwingine pia kuna baadhi ya watu ambao wanaumia katika hili pia lakini niombe pia hata viongozi wa TFF pia wanyoke katika sheria. Unajua tumefika kokote kwa sababu ya viongozi wenye wameshindwa kutoa maamuzi yaliyo sahihi, na ndio maana tumefikia huku. Sikuona kama leo Mheshimiwa Rais angeweza kuwaita kama TFF wangetimiza wajibu wao. Kwa hiyo tunafika huku kwa sababu TFF wenyewe hawajatimiza wajibu ambao ulikuwa unatakiwa. Mfano labda mechi tarehe 15 ilikuwa inatakiwa icheze, ingechezwa, asiyeingia uwanjani akate pointi, au mechi tarehe 8 kwa sababu Yanga walienda uwanjani, sheria zinasemaje, wangewapa point 3 Yanga, basi tusingefika kote huko. Kwa hiyo yote kwa yote TFF ili lile ni funzo, haya mambo yasijirudie kwa sababu yanachafua pia image ya soka letu la Tanzania. Kwa kumalizia, kama mchambuzi nataka unipe jicho lako la kichambuzi na unipe pia akili yako ya kichambuzi kwenye hii dabi iliyopangwa tarehe mpya, Simba na Yanga. Unawapa asilimia ngapi kwenye swala la ushindi? Ukianzia kwa Simba unampa asilimia ngapi na Yanga unampa asilimia ngapi? Jicho lako la kichambuzi, akili yako ya kichambuzi. Mpaka hapa kusema kweli tuanze kwa Simba, pashaanza kuwa kivumbi. Kwa kumalizia, nataka unipe jicho lako la kichambuzi
pia unipe akili yako ya kichambuzi kuhusiana na hii dabi ya Kariakoo ambayo ishapangiwa tarehe mpya mbeleni Juni hii. Nataka uniambie sasa jicho lako la kichambuzi kwenye hii dabi na akili yako pia kichambuzi, ni timu gani ambayo kwa kweli unaweza kusema kwamba hii inaipa asilimia ya ushindi? Ukizungumzia Simba na Yanga kwenye asilimia za ushindi unazipaje hapo? Anzia kwa Simba sasa. Simba na hapa asilimia 40. Simba ni asilimia 40 za ushindi. Ndio, kwa sababu mpaka sasa hivi kwanza kisaikolojia hawako sawa, kwa sababu Yanga wao tayari wamelizia kwamba hii dabi tarehe 25 tuko tayari kuicheza, lakini kwa upande wa Simba na maana mpaka wenyewe wamechelewa kuijibu. Wao walikuwa tayari unajua wakati mwingine demand wao walikuwa wanataka taarifa alafu wale wameshinda. Kwa hiyo tayari unaona kabisa watu kisaikolojia tayari Yanga wako vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi na hapa Simba asilimia 40. Vipi upande wa Yanga? Yanga na hapa 60. Ina maana Simba ina maana Yanga ana quality kubwa ya ana advantage ya kushinda mchezo, na hiyo nayo kitu. Yanga ana advantage ya kushinda mchezo, lakini mpira ni dakika 90. Kwa hiyo yote hizo 40 zilizozungumza zitabadilika pia wakati wote, lakini kwa sasa kwa akili tu ya kutazama mind games ilivyochezwa hii pia unaona kabisa Yanga wamewin. Kwa hiyo kutokana na hiyo unaonyesha kabisa Yanga sasa hivi tayari hiyo, na ndio maana ukiangalia wanachama wao, viongozi wao, kila mtu yuko happy. Kwa hiyo tayari unapoelekea katika mchezo mind game, unajua wakati mwingine mchezo wa mpira miguu unachezwa sehemu nyingi, kuna ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Nje ya uwanja tayari Yanga inaonekana tayari washa win mchezo. Kwa hiyo ndio maana mimi nawapa Yanga asilimia 60 na Simba asilimia 40 hizo. Sasa shukrani. Asante.